Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiwa na viewers milioni 1 una uwezo wa kupata USD 500, $5,000. Unaweza kupata $5,000 ukiwa na viewers milioni 1 YouTube. Ile sio kweli. Amesema tena huhitaji hata subscribers. Amesema. Na huhitaji subscribers. Pale amepotosha. Amekosea na amepotosha. Kwa hiyo alikuwa anaongea kwa nia nzuri, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba ameongea mambo mengine ambayo hana uhakika nayo, hayajui. Lakini amepotosha pale mbele ya watu kufanya watu wamuamini kwamba yeye anajua ile anayosema na watu wanamkubalia. Siku 2-3 hizi imetokea habari moja ambayo imevuma sana kwenye mitandao kuhusiana na mambo ya YouTube, kwamba kuna marobot, mtu anaweza akatumia robot kupata view mengi. Wengine wakawa wanasema kuna watu wanaweza kuwazuia watu wengine wasipate viewers wengi, wao ndio waweze kupata viewers wengi. Kwa bahati mbaya jambo hili likaenda likafika mpaka bungeni. Wabunge nao waheshimiwa wakalidaka, wakawa wanalizungumzia, lakini wabunge wengine nao wakawa wanapotosha. Mimi sikutaka kusema kitu kuhusiana na wale vijana walivyokuwa wakisema, kwa sababu kuna vijana wengine waliitwa katika mahojiano wakaitwa wataalamu wa kompyuta. Lakini ukiangalia sana wanavyozungumza wengine wanakuwa sio wataalamu, unakuta ni kwa sababu tu mtu anajua kucheza na zile HTML, na wengine wanasoma kwenye chuo kikuu, anajua namna kuprogram kompyuta kidogo na nini. Lakini ile kwa mawazo yangu walikuwa wanazungumzia mambo ya YouTube, kwamba kuna mtu anaweza pale kufanya kuna viewers, akawa na viewers wengi, au akawa na robot ikawa inampatia watu wengi na vitu gani na nini. Sasa kutokana na uelewa wangu kuhusiana na mambo ya YouTube, nimeona nitie neno kidogo haswa kwa yule mbunge wetu yule ambaye anaitwa Nusrat Shaban Hanje. Kwa sababu nafuatilia sana bunge, nimeona kwenye YouTube kwamba nikaona yule mbunge anavyozungumza pale. Amezungumza mambo mazuri sana na inaonekana nia yake ya kuongea ilikuwa nia nzuri tu, anaongea vitu vizuri ili kuweza kusaidia serikali iweze kusaidia vijana. Kwa hiyo alikuwa anaongea kwa nia nzuri, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba ameongea mambo mengine ambayo hana uhakika nayo, hayajui. Lakini amepotosha pale mbele ya watu kufanya watu wamuamini kwamba yeye anajua ile anayosema na watu wanamkubalia. Alafu kingine kilichonishangaza ni kwamba nimeona pale kwenye bunge kwenyewe pale kuna ndani ya bunge sijui kuna wabunge wangapi, sijui 300, sijui mtu naona anaonyesha mkono hivi. Anasema taarifa. Sasa mimi nikajua wale wanaonyesha taarifa ni kwamba labda wengine wanataka kumrekebisha yule kwa ule upotoshaji anaozungumza pale. Lakini matokeo yake ni kwamba wale wanatoa tu taarifa nyingine ambazo si za maana sana vile. Afadhali yule askofu yule Gwajima alizungumza kitu kidogo ambacho kilikuwa cha maana zaidi kuliko wale waliosema taarifa wale wengine. Mmoja ananyosha mkono anasema taarifa, anasema yule mtu anapata sijui 70,000 sijui laki na nini. Sasa sijui ile ilikuwa inahusiana nini na taarifa. Taarifa nafikiri kwa mawazo yangu ingetoa jambo la maana pale, au kumwambia mbunge kwamba ile wanasema sio, ni hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kusema uelewa kwa wabunge wengi walikuwa pale kuhusu jambo lile ulikuwa sio mzuri. Na mbunge mwenyewe alikuwa anaeleza, inaonekana anajua tu kwa sababu amesoma habari kidogo na nini. Kwa hiyo lakini ile kujua kabisa kitaalamu kama alivyoeleza yeye na kutaka watu sisi tumwamini kama mtaalamu anazungumza pale, amekosea na amepotosha na sio sawa. Kwa nini nikirudi kwa watoto, inawezekana kununua view, ina maana kutangaza biashara, kutangaza matangazo. Ile mambo ya robot, wanataja robot ile. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna robots wanatengeneza subscribers YouTube. Wale subscribers wanakusaidia kuita watu wakaview content yako YouTube. Pale amepotosha. Kwa robot ile ni labda zamani, lakini kwa sasa hivi mambo ya robot haiwezekani. Kwa sababu YouTube wako makini sana, wako macho sana. Ukifanya mambo ya robot watajua
na wakijua uko kwenye hatari ya hata kufungiwa channel yako kabisa, ukawa uruhusiwi tena kuingia kwenye YouTube. Na ile kucheza na HTML ile unaweza cheza nayo kwa wakati unaotaka wewe, lakini sio ile unaweza kufanya ukabadilisha kabisa matokeo. Kwa wale wanaosema, nataka kuwajibu wale wanaosema kwamba mtu huwezi kununua view. Jibu lao ni kwamba mtu unaweza kununua view, lakini sio kama robot kama wanavyosema. Mtu unaweza kununua view kwa kufanya matangazo ya biashara. Kufanya matangazo ya biashara ni vipi? Kuna hiyo Google yenyewe inaitwa Google Ads, ambayo ni hela nyingi kiasi. Kuna hiyo Google Ads ambayo unaweza ukaitumia kutangaza video yako, iwe ya muziki, iwe ya kitu chochote kile, ya biashara, ya nini, unaweza kufanya. Na pia kuna website fulani ambazo zina support kupromote muziki wako. Nazo pia utalipa, ni ghali kidogo. Tena ni kama mimi ni kwa mfano, kama nataka kutangaza muziki wangu, ni bora nipitie moja kwa moja kwa Google Ads. Na walipa wale hela kiasi kile, unaweza ukawalipa wale kiasi kile na ukapata zaidi kuliko kupitia yale makampuni. Kuna kampuni inaitwa Spreezy for example, kama unaitafuta hiyo kampuni moja inaitwa Spreezy. Hiyo kampuni hiyo kazi yake ni kusaidia kupromote video yako. Na wanaweza kupromote na kweli ukaiona inapanda. Lakini ukienda kwa Google Ad, kama unajua namna ya kuseti, una seti unataka ipromotiwe vipi, ipitie kwa nani. Kwa mfano kama mimi na video yangu ambayo najua nikiichomeka kwa mwanamuziki fulani, inaweza ikasaidia wale wateja wake wanaweza wakaja kwenye nani yangu, kwenye video yangu pia. Hiyo inawezekana. Kwa hiyo kununua view au tuseme kutangaza na kupata view wengi inawezekana, lakini inabidi utumie hela sana. Hilo moja. Tena kihalali kabisa, hiyo kutangaza kihalali kabisa. Sio wala ile ya kiuniuni ya kusema na robots na nini. Kuna robots wanatengeneza subscribers YouTube. Ile ya robot hakuna, wale watajua. Na wakijua unafanya mambo ya robot, ujue uko kwenye mambo ya hatari ya kufutwa kwenye YouTube. Kwa hiyo hilo tumemaliza. Sasa turudi kwa yule mbunge. Ni kwamba amesema kwamba mtu ukiwa na video yako kwenye YouTube, alafu ile video ikipata viewers 1,000,000, una uwezo wa kupata $5,000. Sibahatishi, ni kwamba yeye ndo alivyosema hivyo. Akasema tena huhitaji subscribers. Pale amekosea. Ni kwamba hajui kanuni za YouTube. Kwa hiyo dada mbunge pale ulikosea. Ukweli ni kwamba YouTube kwanza ndio ufikie mambo ya kulipwa. Unaweza kuchika video yako pale ukapata view labda milioni, kama yeye amesema milioni 1, unaweza kupata hata milioni 10, milioni 20, bilioni viewers. Tunazungumzia viewers. Sasa kama bado hujapata subscribers 1,000, hutalipwa, ulipwe senta. Vigezo vya YouTube ili uanze kufikiriwa kulipwa kwamba kwanza kabisa ufikishe subscribers 1,000. Kabla hata hujaomba ile, naomba nifanye monetization, niwekewe matangazo kwenye channel yangu kabla ya ile. Hata kama una view 100 ngapi, una view 1000 ngapi, kama hujapata subscribers 1,000 huwezi kupata senta. Na hilo ni la kwanza. Alafu kigezo kingine cha pili ni kwamba kuna ile kitu naita watch hours, ile masaa ambayo video yako inaangaliwa hasa ndani ya mwezi mmoja ule. Yale masaa yale, kwa mfano video kama ni fupi au ni ndefu, sasa ni watu wameangalia kwa muda wa masaa ngapi, yale masaa yote ukihesabu yale kwa muda ule mwaka wa ule mwezi wote, je, imefika masaa 4,000? Masaa 4,000, sio dakika 4,000, masaa 4,000. Ndio kufika masaa 4,000 ya uangaliaji wa ile video yako ambayo umepachika pale. Alafu uwe umeshapata subscribers
1000. Sasa hapo ndio una apply. Unaweza kuwa umesha apply, lakini hapo ndio wanaanza kukufikiria kwamba, kwa sababu ukishatimiza hayo, sasa zile ombi lako ambalo umeomba nataka kufanywa monetization. Yeah. Sasa wale watapitia, sasa watareview. Wana review ile video. Je, ukuvunja sheria fulani, je kuiba muziki wa watu, je kutumia vitu vya copyright, kufanya hivi. Kama video zako zimekwenda vizuri na umeshafikisha subscribers 1000 au zaidi, yani sio chini ya 1000, na alafu umetimiza zile watch hours 4000, kwamba watu wanakaa kwenye ile video yako wanaangalia zile dakika zinahesabiwa, kila dakika inahesabiwa mpaka zifikie masaa 4000. Sasa hapo ndio unaanza kupata monetization, unaanza kuwekewa matangazo kwenye ile channel yako. Sasa yeye alichosema, na hauhitaji subscribers, unahitaji upost content YouTube ili watu wakaview content yako YouTube, ili YouTube waweke matangazo kwenye channel yako upate pesa. Amekosea. Ile sio kweli. Ile sio kweli. Sitaki kusema ni uongo, lakini ni kwamba sio kweli. Pale amepotosha. Sasa kuhusu kwamba utalipwa vipi? Okay, tuseme umeshatimiza subscribers 1000 na umeshatimiza masaa 4000 na umesha apply, umeshakubaliwa. Tuseme umeshakubaliwa kufanya monetization kwenye channel yako. Kitakachofuata ni kwamba sio kila nchi inalipa sawa. Google walipi tu hivi kwamba eti sasa una watu 100 ngapi tutakulipa ngapi, wewe una watu 10,000 ngapi tutakulipa ngapi. Sio hivyo. Ile ni mambo ya biashara na kwenda, inategemea na content yako. Inategemea una content gani ambayo unaitumia ndio uweze kupata monetization ya aina gani. Inategemea pia video yako inaangaliwa zaidi nchi gani, kwa sababu nchi na nchi zinalipa tofauti matangazo, kwa sababu ile matangazo ni wafanya biashara. Mfanya biashara huwa anaamua niweke tangazo langu kwenye video gani, kwenye video ya aina gani, sio video yote tu. Sasa kama mfano wewe video yako inaangaliwa zaidi na nchi za Kiafrika sana, tuchukulie mfano kama video zako wewe viewers wako wengi wapo labda Tanzania, Burundi, Rwanda, wapi nchi za Afrika, lakini haziangaliwi sana nchi za nje kama Ulaya kwa mfano, Marekani, Australia, nchi fulani za Asia kama Japani au wapi. Sasa ujue wewe kipato chako hakitakuwa kikubwa, kwa sababu si wafanya biashara wengi wa Afrika ambao wanatumia YouTube kutangaza matangazo yao. Na pia inategemea na content. Kwa mfano kama ile video iko kwenye lugha ya Kiingereza, kwa mfano kama mtu fulani anatengeza video, ile video iko kwenye lugha ya Kiingereza. Lugha ya Kiingereza inatumika sehemu kubwa sana duniani, na content yake yeye aliyotengeza ni kwamba inazungumzia mambo ya kufundisha watu kutengeza pesa mtandaoni. Kwa mfano kwa Kiingereza ni kwamba watu wengi wanapenda kujifunza mambo ya kutengeza pesa mtandaoni au work at home kwa mfano. Sasa wale watu namna ile wana nafasi nzuri ya kutengeza hela nyingi kwa video, hata kama sio nyingi sana. Kwa mfano hata akiwa hana subscribers wengi sana au view wengi sana, lakini anaweza kupata hela nyingi kuliko mtu ambaye ana viewers, mamilioni ya viewers, ambayo inaangaliwa zaidi tu labda Afrika pale na nini. Nyimbo au tuseme kama ndio video yako yote kama inaangaliwa sana Australia, kwa sababu Australia pia ni moja katika nchi ambazo zinalipa vizuri sana kuliko hata Marekani yenyewe. Nimeshasema haya mara nyingi. Unaona, kwa mfano kama video yako umetengeneza video ambayo imependwa sana, kwa mfano tena watu wa vijijini, sehemu zetu za vijijini huko Afrika wana nafasi nzuri sana, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo duniani havipo. Wanaweza kutengeneza video fulani hivi za
za vijijini, namna watu wanavyoishi, wanavyofanya mambo, zile zikasaidia wao watu wa Ulaya wakazipenda sana, wakaziangalia sana. Sasa wakiziangalia sana, utakuwa wanaziangalia kwenye nchi yao. Ile video imetoka huko, lakini anaangalia kwenye YouTube kutokea kwenye nchi yake. Sasa kwa pale kwenye nchi yake watapata matangazo mengi sana pale, na ile nchi inalipa vizuri. Kwa hiyo yule mtu atapata hela nzuri. Lakini kwa mfano sisi entertainers, sisi wanamuziki, kama wewe muziki wako unapendwa sana Afrika sana, unapendwa labda Afrika Mashariki au unapendwa wapi zaidi, kama hauangaliwi sana Asia, Amerika, wapi uangaliwi sana, ujue kwamba wewe pia utapata viewers wengi, watahesabika wengi sana, namba itakuwa kubwa. Lakini kipato chako kinaweza kushindwa na mtu ambaye anatengeza video ya Kiingereza, sio ya muziki, labda hapo ni video ya kufundisha namna ya kutengeza pesa kupitia mtandao, anaizungumza kwa Kiingereza, na ile video yake inasambaa sana nchi karibu zote zinazoongea Kiingereza. Sasa ni kwamba na zile nchi ndio zinatangaza vizuri, zina makampuni mengi yanapitisha matangazo yao kwenye YouTube. Sasa hiyo yatakiwa tunyooshe hapo. Yule dada kubwa muhimu hapa nilotaka kusema ni kwamba wale wanaosema kwamba mambo ya view zinaweza kununuliwa, na kuna kampuni special unawapa hela, wanakufanyia mchakato. Ni mchakato tu ambapo hata wewe mwenyewe unaweza kufanya, ila wale kwa sababu wana ile kitu inaitwa know how, wanajua namna ya kufanya. Unaona? Wanaweza hata wasifanye wao kama vile kukupa view nyingi. Wao wana tweak vile zile namba nini, video yako inafika kwa wale ambao kweli wataiangalia. Unaona? Unawalipa wale, unakufanyia kitu ambacho kile unaweza hata ukafanya wewe mwenyewe kama unajifunza mambo ya Google Ads kwa mfano. Kwa sababu hakuna kitu ambacho ni kikubwa zaidi kwa mambo ya matangazo kama Google. Hata hao ambao utawalipa wewe, wengi wao watapitia Google. Wataenda kufanya Google kwa sababu wao wanajua wewe hujui. Sasa wanaenda kule na kufanyia vile, unapata. Na utakifanya mwenyewe unaweza pata bila kulipa. Unalipa tu matangazo yale ya Google. Na ndio maana zile kampuni zile zinazotangaza zinakuwa zinalipisha zaidi ya Google Ads. Google unaweza kulipa cheaper kuliko kwenda kufanya kwenye zile kampuni ambazo zina. Sasa la mwisho ninalotaka kuliongea ni kuhusu serikali yetu. Kuna wakati nimesikia kuna dada mmoja alikamatwa. Tuliona kwenye video mitandao kwamba kuna dada mmoja alikamatwa, na sababu ya kukamatwa ni kwamba aliendesha channel ya YouTube akiwa hana license. Mimi nikashangaa, huyu vipi alikamatwa? Sijui alishtakiwa, sijui kawaje. Wanasema amekamatwa kwa sababu ameendesha channel ya YouTube bila ya kuwa na leseni. Sasa mimi nikashangaa, kwa nini mtu anafungua channel yake ya YouTube, kwa nini akate leseni? Hapa ndo tunarudi sasa kwa yule mchungaji Gwajima pale bungeni, yule dada alivyokosea alivyoeleza mambo ya kwamba sijui ukipata viewers milioni 1 unapata $5,000, kitu ambacho si kweli. Gwajima alionyesha mkono akasema taarifa. Ile taarifa yake akasema kwamba nataka kumpa taarifa tu mzungumzaji kwamba anachosema ni kweli 100%. Viewers, wasanii wetu wa Tanzania hawajui kumonetize, kugeuza viewers wao kupata fedha. Matokeo yao wanafanywa na Wakenya, kwa hiyo fedha zinaenda Kenya. Nampa taarifa tu mzungumzaji. Hela nyingi zinakwenda Kenya, haziji Tanzania. Kwa sababu watu wetu wengi hapa video zao zinasimamiwa Kenya. Kwa hiyo ile hela ikiingia inakuwa iko Kenya. Wale wa Tanzania, wanamuziki wa Tanzania wanalipwa tu, wanalipwa kiasi fulani, basi yule ambaye ameandaa ile video kule anapata, na serikali ya Kenya inapata. Sasa mimi ushauri wangu hapa ni kwamba Gwajima amesema ukweli kabisa. Nafikiri serikali ya Tanzania inajaribu kukwamisha watu wake bila sababu. YouTube ni mtandao wa kijamii, ni sawa kabisa na Facebook, ni sawa na Instagram, ni sawa na mitandao yote ya kijamii tu. Sasa wewe unaambia watu wako wakati leseni kuanzisha channel ya YouTube,
hapo ni wazi kwamba wewe unawazuia wananchi wako wasijiendeleze, kwa sababu YouTube sio lazima uwe unaingiza pesa. Unaweza kuwa na channel ya YouTube unaonesha vitu vya kwanza. Wengine wana channel ya YouTube miaka nenda miaka rudi, hawatengezi hela. Kwa channel ya YouTube unatakiwa ujiunge na kitu fulani inaitwa creators. Kwa mfano sisi wasanii ni ma creators. Na create kitu, unaingiza pale, unakitangaza, unafanya nini, unapata hela. Watu wanaweka matangazo, unapata hela. Sasa kuna watu wengi wanafanya wengine activities tu kusaidia labda watu fulani na nini, kusaidia wasiojiweza, nini, na channel yake pale. Ukienda unaona mambo anayofanya yeye, pengine apate hela. Sasa wewe unamwambia mtu eti ukitaka kuanzisha channel ya YouTube lazima ukate leseni. Kwani YouTube ni ya serikali ya Tanzania? YouTube ni social media ya kawaida. Labda mawazo yao walikuwa wanafikiria labda kwa sababu YouTube ni kama TV, unaweza kutegeza. Facebook iko same as YouTube. Na hata kwenye Facebook kuna creators, unaweza ukalipwa. Kuna channels zinalipwa hela nyingi tu. Sisi tunazo channel ya YouTube na mengi tu, na kuna channel ya Facebook mengi tu. Nyingine zinalipwa, nyingine ziko tu hivi na nini. Sasa mfikirie tena upya serikali. Hiyo mwifikirie upya. Ni kwamba hiyo ni kutaka kuangusha tu wananchi. Na mnachofanya hicho, mnaangusha wananchi na nchi yenyewe kabisa. Kwa sababu gani? Wenzetu Kenya pale hawalipishi. Sasa matokeo yake ni kwamba vijana wetu wakitaka kutengeza video wanakwenda Kenya. Wanawapa watu wa Kenya au pengine sio Afrika Kusini huko. Watu wa Kenya ndio wana know how. Kwa sababu kwa vile mmewazuia pale mpaka mwakatishe mahela sio na vitu gani, wakatishe leseni, wengi hawafanyi. Sasa ule ujuzi ule pia nao pia unapungua. Sasa kule Kenya unapeleka kule, wao unawapatia ile, wao wanakufanyia wanavyotaka wao, au wanavyoelewa wao, wanavyojua, wanaipromote ile na nini. Wanajua tu wewe labda msanii wewe utaingiza na nini. Ukishaingiza wanakupatia chako na wao wanabaki na chao. Na serikali inachukua kodi. Sasa idea hapa ni kwamba unamwachia kila mtu anafungua YouTube yake anavyotaka. Lakini sheria kama ni anafungua channel ya habari, anatakiwa mtu lazima awe mwanahabari na aeleweke vizuri kwamba ni mwanahabari, na akitoa habari ya ovyo sheria kule itengenezwe. Ukitoa matusi ni kwamba utakamatwa. Sasa unashindwa kumkamata mtu alafu unamwambia tu alipe, au mtu akianza akilipa leseni yake. Sasa yeye anataka aingize kwa sababu amelipa kule. Sasa anaweka chochote ambacho anakiweka tu, anakiweka matusi, anaweka nini. Matokeo yake nchi yetu imevurugika, imekuwa mambo ya uandishi wa habari kwa matusi, nyimbo za matusi na nini, kila kitu ni matusi ovyo. Hebu serikali mlifikirie hilo. Kaeni vizuri, mfikirie. YouTube ni mtandao wa kijamii. Mtu aingie. Labda niwaeleze tunavyofanya sisi. Unaingia YouTube, lakini ukitaka kuanza kulipwa pale, kwa mfano ukianza sasa, umeona wewe umepata subscribers 1000, wamezidi 1000, umepata watch hours 4000 zimezidi, na unaanza sasa kuapply kwamba wewe uwe unalipwa, unafanya biashara sasa. Hapo unaingia kwenye biashara sasa. Ukishaingia kwenye biashara, kuna form tena iko kwenye internet pale, kwenye ile YouTube kwenye, ukitaka kuanza kulipwa lazima ujulikane ni wewe. Sasa unajaza ile form. Alafu unajaza mpaka mambo yako ya benki, unajaza sijui nini. Sasa ile pesa inapoingia, kwa sababu itakuwa inaingilia benki, serikali inakuwa inajua unapata ngapi. Sasa ni wajibu wako wewe kulipa tax. Na tunavyo fill up ile form mtandaoni mpaka namba yako ya tax. Sisi huku tunatumia namba, kila mtu ana namba yake ambayo anaitumia hiyo kwenye kulipa tax. Kama una hiyo wewe unakuwa ulipi tax na mambo yako mengi yatakwenda tu ovyo. Kwa hiyo unaandika form, jina lako, anwani yako, unakaa wapi, sijui unafanya nini na namba yako ya kulipa ushuru, namba yako ya tax. Unaona? Sasa ukianza kuingiza YouTube ikianza kuingiza pale, wanajua serikali inajua umeanza kuingiza kiasi fulani. Sasa wala hawakufuatifuati ovyo, wanataka wewe ulipe.
Na ile record ya ile YouTube, zile hela uzolipa tangu ulipoanza kulipa, hata kama miaka 5, 6, 7 hujalipa kodi, wale wanajua siku moja atakufuata kwamba bwana wewe unaendesha channel fulani ya YouTube, unalipwa kiasi fulani wewe, sijui nini inaweza kuangaliwa kuanzia kule ulikoanzia. Hapa ulilipwa hizi, hapa ulikwenda kwa draw hizi, hapa ulikwenda kwa draw hizi, ulikwenda kwa draw hizi, unafilisiwa. Sasa serikali ndio iwe wakali kwa upande huo, lakini kwenye kuachia watu waanzishe channel zao, ile kwanza inamsaidia mtu anaanza kupata uzoefu wa kufanya kuchokoa ile YouTube. Nikifanya hivi itakuwa hivi, nikifanya hivi nikipiga video yangu nitaingiza vipi YouTube, nitafanya ile. Ndio utundu ambao unakuwa unatakiwa unaendelea kujifunza taratibu. Sasa sisi eti mtu anaambia ukitaka kuanzisha channel ya YouTube unatakiwa ukate leseni. Ya nini leseni? Hebu tuangalie vizuri. Kwa hiyo leo nitaka kusema hayo. Haswa nilipoona yule mbunge anapotosha. Yule mbunge amepotosha kwamba anasema unajua watu kitu ambacho hawajui, mtu akitengeza video akipata tu viewers 1,000,000 hata uhitaji subscribers. Mtu ukiwa na viewers 1,000,000 basi tayari wewe una uwezo wa kupata $5,000. Sio kweli. Sio kweli. Huwezi kuwekea matangazo kama una subscribers 1,000. Sasa yeye anasema una haja subscribers. Ile makosa. Sio kweli. Asanteni na kwaherini.